Iran imeonya vikali kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo ya kusini mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, hayataachwa bila majibu, katika hatua inayoongeza mvutano mkubwa wa kijeshi na kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Onyo hilo limetolewa na afisa mwandamizi wa kijeshi wa Iran, huku Tehran ikionyesha hasira kali kufuatia mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Israel dhidi ya maeneo yanadaiwa kuwa ngome za kundi la Hezbollah katika kitongoji cha Dahieh kusini mwa Beirut. Afisa huyo Mohamed Jafar Assad, ambaye ni naibu kamanda wa Khatam al-Anbiya, moja ya taasisi muhimu zaidi za uratibu wa operesheni za kijeshi nchini Iran, alisema kuwa alichokiita uhalifu wa Israel dhidi ya raia na miundombinu ya Lebanon hakitapita bila majibu. Akizungumza kupitia vyombo vya habari vya serikali ya Iran siku ya leo Jumapili, Assad alisisitiza kuwa Israel italazimika kubeba matokeo ya hatua zake za kijeshi dhidi ya washirika wa Iran katika eneo hilo. Kauli hiyo imekuja baada ya Israel kutekeleza mashambulizi ya anga katika eneo la Dahieh ambalo linaaminika kuwa ngome muhimu ya kisiasa na kijeshi ya kundi la Hezbollah. Jeshi la Israel lilisema mashambulizi hayo yalikuwa ya usahihi mkubwa, yakilenga miundombinu ya kijeshi, maghala ya silaha na maeneo yanayohusishwa na operesheni za Hezbollah. Serikali ya Israel imedai kuwa operesheni hiyo ilikuwa sehemu ya hatua za kujilinda dhidi ya mashambulizi au vitisho vinavyotoka kundi hilo kuelekea ndani ya mipaka ya Israel. Katika taarifa ya pamoja, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu pamoja na Waziri wa Ulinzi Israel Katz walitetea mashambulizi hayo, wakisema Israel haitavumilia mashambulizi dhidi ya ardhi yake wala vitisho kutoka kwa adui zake. Viongozi hao walisisitiza kuwa hatua zozote za kijeshi zinazochukuliwa na Israel zina lengo la kuzuia mashambulizi zaidi kutoka kwa Hezbollah, ambayo imekuwa ikifanya mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpaka wa Israel na Lebanon. Kwa upande wake Iran, mashambulizi hayo yameonekana kama uchokozi wa moja kwa moja dhidi ya ushawishi wake wa kikanda. Tehran kwa muda mrefu imekuwa mfadhili mkubwa wa Hezbollah kwa kutoa msaada wa kifedha, mafunzo ya kijeshi, vifaa vya ulinzi na silaha. Kwa sababu hiyo, mashambulizi dhidi ya maeneo ya Hezbollah mara nyingi hutafsiriwa na Iran kama shinikizo dhidi ya mtandao wake wa ushawishi katika Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa usalama wa kimataifa wanaeleza kuwa kauli ya Assad inaweza kuwa ishara ya maandalizi ya hatua za kulipiza kisasi, ama kupitia mashambulizi ya moja kwa moja kutoka kwa makundi yanayoungwa mkono na Iran, au kwa kuongezeka kwa mashambulizi ya Hezbollah dhidi ya Israel. Hata hivyo, bado haijulikani ni aina gani ya jibu la Iran au washirika wake wanaweza kuchukua, kwani Iran mara nyingi imekuwa ikitumia mbinu ya vita vya kivuli badala ya mapambano ya wazi ya kijeshi dhidi ya Israel. Sasa Lebanon inaendelea kuwa katika hali ya taharuki, huko hofu ikiongezeka kwamba mzozo huo unaweza kugeuka kuwa vita vikubwa zaidi. Serikali ya Lebanon imekuwa ikikabiliwa na changamoto ya kudhibiti hali ya usalama, huku sehemu kubwa ya kusini mwa nchi hiyo ikiwa chini ya mvutano wa mara kwa mara kati ya Hezbollah na Israel. Kauli ya Iran kwamba mashambulizi haya hayataachwa bila majibu inaonekana kuwa ujumbe wa moja kwa moja kwa Israel kwamba Tehran haitakaa kimya ikiwa washirika wake wataendelea kulengwa. Hata hivyo, swali kubwa linabaki ni namna gani jibu hilo litakuwa, ikiwa litakuwa la kijeshi moja kwa moja, au mashambulizi kupitia Hezbollah, au hatua za kisiasa na kidiplomasia zenye lengo la kuongeza shinikizo dhidi ya Israel katika uwanja wa kimataifa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.